tunajifunza jinsi ya kula wanga bila kupandisha sukari kwenye damu. Kwenye Mwanzo 1:29 Mwenyezi Mungu alitupatia chakula cha awali kwamba ni matunda yenye mbegu na mbegu. Sasa siku hizi kumekuwa na mafundisho mengi ya lishe na mengi yanasahau kwenye neno la Mungu. Tunakuwa tunatoka huko tunaingiza hizo hapo siasa zetu za kisayansi, lakini usiposikiliza manufacturer alichosema hauwezi ukapata performance nzuri. Hata kama una gari lako labda ni Toyota Crown lakini haufuati maelekezo ya plug na nini, hautapata performance. Unashangaa Crown lakini hawezi kupanda mlima kwa sababu hujafuata maelekezo ya manufacturer. Sasa maelekezo ya Mungu ni kwamba tunatakiwa tule vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa vimetokana na mimea katika uasili wake. Leta sayansi yako unaoleta, lakini mwisho wa siku lazima ufike hapo. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanafundisha kwamba unatakiwa uepuke vyakula vya wanga na sehemu kubwa ule vyakula ambavyo vina protein. Tunaambiwa sasa, unaweza kuwa unakataa kwamba sisi hatujatokana na nyani, lakini tu kwa mafundisho unayoyakubali automatically unajikubali kwamba wewe umetokana na nyani. Kwa maana hii kwamba wanasema dunia yetu ina miaka mingi sana iliyopita, haijaumbwa tuseme. Na kama ina miaka mingi iliyopita, zamani sana, yani millions of years iliyopita, wanadamu tulikuwa tunaishi kwa kula nyama, tulikuwa tunawinda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa hatuli vyakula vingine isipokuwa hizi nyama na vitu kama hivyo. Sasa ukikubali ideology kama hizo, maana yake unakana uumbaji. Unakana kwamba hatujaumbwa na Mungu hajatoa maelekezo yoyote kuhusiana na lishe. Lakini tafiti ambazo hazijawekwa mkono wa mtu, kuna kitu ambacho wanasema kwamba mwanasayansi akifanya utafiti akiwa na njaa, hizo data zake huwezi kuzikubali ukiwa na akili timamu. Kwa hiyo tafiti ambazo hazina kashikashi zinaonyesha kwamba clear kabisa kwamba optimal diet ya binadamu ili awe na afya nzuri lazima ale vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa vimetokana na mimea katika uasili wake. Sasa ukiona unakosea au unakula hivyo unapata changamoto, maana yake kuna mahali unakosea. Na niko hapa sasa kukuelekeza kitu kidogo kuhusiana na wanga. Sasa ukirudi hapo kwenye Mwanzo 1:29 tunaambiwa kwamba tule matunda yana wanga tayari, si ndio? Unajua ukitaka kujua wanga kirahisi, maana yake kila kitu ni kitamu, moja kwa moja ni wanga. Mbegu ambazo zinaunda sehemu kubwa ya mbegu ni nafaka. Nafaka pia ni wanga, yani ni source kubwa sana ya wanga. Sasa je, inawezekana kweli Mungu akawa ametupatia diet ambazo zinatuletea shida kwenye afya zetu? Jibu ni hapana. Sisi na utaalamu wetu ndio umetufikisha pabaya. Kivipi? Na tunawezaje tukafanya hivyo ili sukari isipande kwenye damu? Kwa sababu unapokula chakula ambacho kinapandisha sukari kwenye damu kila wakati kwa kiwango kikubwa, kinakuongeza katika hatari ya kupata haya machangamoto yote tulikuwa tunayazungumza toka tumeanza. Mapresha, masukari, uzito mkubwa, magonjwa kama hayo. Sasa kitu cha kwanza tuanze kwenye matunda. Tafiti zinaonesha, hakuna utafiti hata mmoja unaoonyesha kwamba ukila matunda matamu sukari inapanda. Ukiupata unaweza ukashare na mimi, ila sijai kuupata. Hakuna utafiti hata mmoja ambao unaonyesha kwamba ukila matunda matamu sukari inapanda, inavuka ile safe limit ya kwetu sisi. Lakini tafiti zingine zinaonyesha kwamba ukila matunda matamu sukari inaweza ikashuka. Mpaka hapo tumeelewana? Unaweza ukachukua muda wako pia ukajifunza, ukafuatilia, kwa sababu vitu vipo mtandaoni, kila mahali unaweza ukapata bure kabisa. Matunda matamu hayapandishi sukari. Japokuwa unaweza ukala tunda tamu, sukari yako ilikuwa chini labda 3-4, ikapanda ikafika labda 6-7. Bado upo ndani ya ile kiwango kinachotakiwa cha sukari ya kawaida. Ndio maana kama una njaa unajisikia vibaya, ukala ndizi unajisikia vizuri, kwa maana nguvu umepata ile glucose ile kukusaidia kupata nguvu fulani. Lakini haikufanya ukapandisha sukari ikakuathiri. Tunaelewana mpaka hapo? Kwenye matunda tumefika hapo. Cha pili, kwenye matunda, kitendo cha kusaga matunda, yani ukasaga matunda ukatengeneza juice. Hapo sasa wewe haujala matunda, umekula nini? Umekunywa juice. Hicho ni kitu tofauti. Kwa maana ya kwamba ukisaga matunda, zile seli za mimea ziko tofauti kidogo na seli zetu. Seli za mimea zina kama ukuta
pembeni, unaitwa cell wall. Uko tofauti na sisi tuna cell membrane tu ka ukuta fulani vika line, lakini seli za mimea zina ukuta fulani mgumu. Kwa hiyo virutubisho vyote, madini yako ndani ya ule ukuta. Ili uweze kupata vile vitu, ili uweze kupata glucose, ni lazima ule ukuta uvunjwe uweze kupata ile glucose. Sasa ukitafuna zile kuta za seli unazivunja kwa kiwango fulani kidogo. Zikienda huku tumboni, zikameng'enywa, zingine zinakuwa released kidogo, zinaingia kwenye damu katika kiwango fulani hivi ambako kiko controlled. Lakini zingine pia zinatolewa nje, haziingii kwenye damu. Ndio maana vinakuwa haviwezi kupandisha sukari. Kwa sababu ile sukari inavyoingia kwenye mwili, unaingia kidogo kidogo kwa sababu ya zile nyuzi na nature ya seli zake zilivyokaa. Lakini ukaweka kwenye blender, tena heavy duty, ukasaga, ikawa laini kabisa, mtu wa Mungu ukachuja. Kwa hiyo maana unakuwa umeondoa, yani umezivunja katika kiwango ambacho iko zaidi ya asili yako ungeweza kufanya. Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo inaweza kukupandishia sukari. Kama ni mgonjwa, una ugonjwa wote wa kimetabolic, una pressure, una sukari, unataka kupunguza uzito, tafadhali achana na mambo ya matumizi ya matunda kwa kuyatengeneza juice. Japokuwa kwa wakati fulani katika mazingira fulani bado juice inaweza kuwa ni muhimu, lakini kwa ujumla sio vizuri kutengeneza juice mara kwa mara kwa kiwango kikubwa, hasa kama una lengo la kimetabolic. Paka hapo tumeelewana jamani? Kama umeelewa punga mkono namna hii. Tuna haraka leo tunamaliza, kwa hiyo sikiliza vizuri. Kwa hiyo matunda niishia hapo. Twende kwenye nafaka. Sasa kwenye nafaka hapa ni pa muhimu kwa sababu ndio vyakula vyetu vya kibongo. Ukiamka asubuhi utakutana na chapati, vitumbua, maandazi, sambusa. Si ndio hapo? Kabla sijaama asubuhi kuna kiporo. Mchana kuna ugali, wali. Si ndio? Pilau ndo wali ule wenye rangi wenye viungo. Nini kingine? Tukiachana na ndizi na nini, nipo kwenye nafaka. Alafu usiku hivyo ni kama mchana. Sasa hizi nafaka ndizo kwa sehemu kubwa zinaunda ile diet yetu. Kama asilimia tuseme hata 60. Sijafanya utafiti sijui ni asilimia ngapi, lakini kwa sehemu kubwa. Sasa hapa lazima tujifunze vizuri. Nataka tuweke katika namna rahisi practical ili ukitoka hapa angalau uanze kufanyia kazi kwa kitu fulani. Nafaka ni nzuri. Kama nilivyokuambia ile nature ya kuta za seli za mimea. Sasa mtu aliyekula mahindi mazima katika mfumo wa kande ni tofauti na mtu aliyekula ugali wa dona. Simeelewa sasa ile nilivyozungumza mwanzo? Yaani mahindi mazima na unga wa mahindi ni vitu viwili tofauti. Si ndio? Kwa hiyo ukitaka kuvuna faida nzuri zaidi, kumbe ungekula kakande fulani hivi badala ya kula ugali. Sio kwamba ukila ugali unakuwa umeharibu sana. Hapana. Ndio maana tunaishi mpaka leo tunadunda tu. Na wengine hatumu chochote japokuwa tunakula hivyo. Yaani ni kwa sababu tu ukifanya hivyo unakuwa umejipunguzia kidogo faida yake. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kumbe kama una lengo fulani la kuboresha kidogo ungefanya hivi. Lakini kama unaumwa ni lazima ufanye hivi. Yaani ujitahidi kama una ugonjwa labda wa kisukari, jitahidi kula hizi nzima badala ya kuzitengeneza uji au ugali. Mpaka hapo tuko sawa. Kwenye upande wa ubwabwa tunajua umekobolewa, si ndio? Hauna nyuzilisha, hauna nini. Sasa tunafanya hivi ili iwe simple. Unapokuwa unakula chakula ambacho kinakaa katika mtindo huo, aidha kimechakatwa. Kuchakatwa maana yake aidha umekoboa au umesaga. Na yenyewe ni kuchakata tu. Cha kwanza, hakikisha kwenye huo mlo wako uliotengeneza, unajitahidi unapata chakula fulani hivi ambacho ni kibichi. Yaani chakula ambacho ni kibichi. Hasa utasema daktari, ni chakula gani? Unaweza ukawa na matunda, unaweza ukawa na mboga, lakini mbichi. Hivi matunda yanaweza kuwa yamepikwa. Wakapika matikiti maji. Haya matunda au mboga. Lakini best kabisa ni mboga mbichi. Mboga mbichi kwa maana ya salad. Hivi mboga ambazo zinatokana mbichi. Kwa mfano kama nyanya, matango, pilipili hoho, kitunguu maji, nini tena? Karoti,
beetroot, si ndio bwana? Ona mama anatabasamu, ananielewa sana. Maembe mabichi wengine wanapenda kuweka pia. Sio lazima nakula maembe mabichi ni mjamzito. Wengine wanapenda tu kuweka pale. Kwa hiyo unatengeneza kama salad. Sio lazima uweke vitu vyote, unaweka tu vichache. Tengeneza katika namna ambayo inakuwa kazuri kula. Sio unakula kitu umenuna kama unakula dawa, hapana. Tengeneza kitu kazuri. Katakata vipande vidogo vidogo, sio kama umekata na fyekeo, yani vidogo vizuri. Wamama wanajua kuremba ile. Weka kwenye kasahani kana kuvutia. Unaanza kula kale kasahani, kale ka mboga hizo mbichi. Unakula kakiisha, unaendelea na chakula chako ulichopika. Tumeelewana mpaka hapo? Hiyo tu inaweza kukusaidia kwa sehemu kubwa sana. Aidha unapambana na uzito au una shida ya kisukari, una shida ya pressure, una nini, inakusaidia sana. Kwa sababu kile chakula kingine ambacho utakuja kula, tafiti zinaonyesha kwamba hii kachumbari, hii salad ikitangulia inatengeneza kitu tunakiita negative caloric effect, ambayo itasaidia hizi calories ambazo utakula kwenye chakula kingine zinapunguzwa. Kuna mekanizmu nyingi, tusipotezeane muda, si ndio jamani? Cha msingi anza na hivyo. Alafu sasa cha pili, unapokuwa unakula hiki chakula kingine, umekwenda kupakua, kuna hotpot pale au ni buffet. Hakikisha unaanza kupakua mboga kwanza. Unajua hapa sayansi ilivyokaa ni kwamba chochote ambacho utaanza kukipakua lazima kitakuwa kingi. Chochote. Kwa sababu unapakua kwa psychology ya njaa yako, si ndio? Unasema hapa njaa nilionayo hapa takiwa hii sahani ipigwe full. Kwa hiyo ukianza na ubwabwa, lazima ile zaidi ya nusu itakuwa tayari ni ubwabwa umefanya nini? Umejaa. Ukianza na ugali, utapiga sahani ya ugali itakuwa imeshafanya nini? Imejaa. Kwa hiyo kamboga kanakuwa kama vile kanasindikiza. Hapo unakuwa umeharibu. Kwa hiyo kama natamani hizo buffets zingekuwa zinabadilishwa kwa ule mtindo. Badala tuanzie huko kwenye sahani na ugali na ubwabwa na pilau, tungekuwa tunaanzia huku mwishoni kwenye cabbage, si ndio? Tuna salad zinakaga kule mwishoni kabisa. Tungekuwa tunaanzia huku kwenye salad, cabbage, mboga za majani, maharage, si nini hivi. Tungekuwa tunaenda afu tunakuja huku mwishoni unaweka ubwabwa wako na ugali. Utakuta sasa ile sahani yako ile labda karobo hivi ndo ka ugali au chini ya hapo. Kama ukianza hivyo. Lakini ukianza na ugali na ubwabwa, lazima utaweka mkubwa. Sasa maana yake utakuwa umefanya hivi, hata kama unaumwa au unataka kupunguza uzito, maana yake utakuwa umeanza na kakachumbari, si ndio? Alafu umekula na mboga nyingi, alafu na hako kawanga. Hakata kufanya kitu chochote. Jamani tunaelewana hapo? Akakufanya kitu chochote. Na utakuwa haujabadilisha sana, kwa sababu kitu ambacho kinatushinda mara nyingi ni ile kwamba tunalazimisha kufanya mabadiliko makubwa ambayo yanakuwa mengine yanakuwa nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo ukienda ukifanya wiki moja, unaona kabisa bajeti inakata. Kwa hiyo unaamua kuachana nayo. Lakini kumbe ungeanza kufanya haka kama mageuzi kidogo, ambako ukifanya hivyo wanga haiwezi kupanda sana kwenye damu. Na hivyo itakusaidia kama unataka kujikinga, kama unataka kutibu ugonjwa, unaweza ukasupport matibabu yako vizuri na ukapata matokeo haraka. Kitu kingine cha kukazia hapo ni muda wa kula. Tumesizana sana muda wa kula kwenye wiki hii. Sasa kuna mmoja amewahi kuuliza swali kwamba hivi tumbo linajuaje sasa hivi ni usiku? Yaani unasema tusile usiku sana, mwili unapata shida. Yaani tumbo linajuaje sasa hivi huko nje kuna giza? Tumbo linajuaje? Tumbo linajua kwa sababu mwili wetu umeunganishwa na mfumo wa mawasiliano mzuri sana, ambao nikiona mwanga, taarifa zinaenda kwenye ubongo, kwenye tezi zake zile zinasema jamani sasa hivi ni saa ngapi? Kiungo fulani kiwe active, kiungo fulani kiwe kimepumzika. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia kale kamuda ka saa 2 uwe umemaliza kula. Yaani wakati unaangalia taarifa ya habari, utaratibu wa kula huo umeisha. Yaani kwa hiyo ni kitu ambacho kiko very cheap. Kila mtu anaweza. Ni wewe tu kuamua. Yaani saa 12, saa 1 iwe ni muda wa dinner kama familia. Kama unaishi peke yako kibachela jitahidi, kama unaenda mgahawani, nadhani ni muda mzuri pia wa kupata chakula cha jioni. Unakula mapema, inakusaidia sana kwa sababu unaweza ukawa umekula matunda. Kuna watu tunasema matunda ni chakula chepesi. Inategemea umekula saa ngapi. Kama umekula matunda
alafu umekula saa 3 saa 4, bado inaweza asikufanyie kitu kizuri, kwa sababu muda huo mwili hauna utaratibu mzuri wa kumeng'enya iko chakula. Kwa hiyo hata kama ni chakula kizuri, jitahidi kula mapema, japokuwa mtu aliyekula saa 4 akala matunda sio sawa na aliyekula ubwabwa, si ndio jamani? Japo wote wamefanya makosa, lakini makosa yanatofautiana uzito. Kwa hiyo tukifanya hivyo tutaweza kuishi vizuri kwa hii diet yetu ambayo tunakula, wakati tukiendelea kufanya majaribio ya kukiboresha, si ndio? Kama wewe unakula ugali ambao labda umekobolewa, ugali mweupe tu wa mahindi, wakati tunaendelea kujifunza kujua unaongeza kanafaka gani pale, labda kauwele, labda kamtama kidogo, hebu anza kwanza na hii ambayo unaiweza kwanza tayari. Wakati tunaendelea kujifunza kuangalia alternative labda za awali, hebu fanya kwanza hiki ambacho kinawezekana kwanza. Wakati huo Mungu atakubariki sana na atakuwezesha uweze kufikia malengo yako ya kiafya, uweze kufanya kazi zako vizuri, ulale vizuri, na hata uweze kumtumikia Mungu vema. Hadi wakati mwingine tutakapoonana tena, Mungu awabariki sana.